Kwa mpanga kipengele siku ya maporomoko ya maji duniani, kwa maana leo tarehe 16 mwezi wa 6 2025, plani kubwa ilikuwa kuna vitu tulikuwa tukizindua vya kiutalii. Toka ile kwa maana ile utalii wa kutwa na utalii wa usiku. Kwa utalii wa kutwa tulikuwa tumepanga kuzindua kivutio kipya cha kiutalii kwa maana ya bustani ya dunia, ambacho hicho tumeweza kukifanya na watalii wetu waweza kufika kule na kuona uzuri na mvuto wa kile kivutio kilichopo kule. Lakini vile tulikuwa tumepanga kufanya kutembeza watalii kwenye baadhi ya maporomoko mapya ambayo tumeyazindua kwenye msuko ya maji Mabula, Nyenyeni, maporomoko ya maji Gavuli na maporomoko ya maji mengine. Kwa baadhi ya maporomoko pia tunaweza kuwatembeza watalii wetu wameweza kuyaona, lakini pia turudi na maporomoko ya maji ya Kimani ambao watalii wengi wakija pia wanakuwa wanayatembelea. Na hivyo tuliplani kuhakikisha pia pale kutwa kwenye picnic site kunakuwa pia na Nyamapori Choma Festival, nayo pia tuweza kuiplan na imefanyika, na mwitikio kwa kweli tunashukuru ni mkubwa. Watalii wengi waweza kutembelea, na pia na viongozi mbalimbali wa serikali pia waweza kutembelea. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe iliweza kushiriki, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, na eneo hili pia liko hifadhi ipo kwenye wilaya 3 za Mbarali, Wanyambo na Makete. Tunashukuru pia wawakilishi kutoka kwenye ofisi hizo za wakuu wa wilaya hizo na halmashauri wameweza pia kututembelea kuungana na sisi. Lakini plani nyingine kwa hii siku ya maporomoko ya maji leo pia tulikuwa tuna plani ya kuhakikisha tunakuwa na utalii wa nyakati za usiku ambao tuliupa jina maalum la Golden Night au usiku wa dhahabu, ambao ndio utalii tunaoendelea nao kwa sasa hivi kwa usiku huu, ambao tulikuwa tumeplani tuna utalii wa maporomoko ya maji nyakati za usiku. Hii inakuwa tulichagua yako mengi, tulichagua Kimani ambao ile tunakuwa tunaifunga taa kubwa na taa nyingine zinakuwa zinazunguka kwenye yale maeneo ambao kwenye natural kabisa, hatudisturb nature, tunaongezea tu nakshi za akili, creativity ya kibinadamu ili mtalii wetu kuja pale ufurahie. Kwa hiyo hicho ndio kitu tunachokifanya kule. Kwa hiyo ukifika pale unakuwa unaona maporomoko ya maji kwenye nyakati za usiku yanakuwa na mvuto wake, unafanya stargazing kwenye lile eneo na ngoma za asili pia zinakuburudisha. Unapata rhythm ya Kiafrika lakini na rhythm ya natural ya ile kitu ya maporomoko ya maji, kitu ambacho kinakuwa kina mvuto na hisia ya ajabu. Lakini pia pale kuna weather na ile mist ya usiku kutoka kwenye waterfalls, ile water rushes. Kwa hiyo kwenye ile usiku inakuwa ni kitu kizuri cha ambacho ukija wewe tunasema ile stress free pale unaipata, kwa sababu tunaambiwa kwenye maporomoko ya maji kwa kitaalamu kuna homoni inazalishwa kwa wingi inaitwa serotonin hormone. Hii homoni kazi yake kubwa ni kurelease stress, yani inaongeza furaha kwa binadamu. Sasa wanasema ukiwa kwenye maeneo ya maporomoko ya maji, ile ni kitu ya maji na vile unavyoona maji yanavyodoka, sababu maji ile maporomoko yatokea, lazima maji ya fall kutoka kwenye distance fulani, kimo fulani. Kwa hiyo wewe unapoangalia kitaalamu wanasema ina uwezo mkubwa kuondoa stress kutokana na uzalishaji mkubwa wa homoni ya kuongeza furaha, homoni ya serotonin. Lakini tulipanga pia usiku huu utakamilika kwenye kambi ya utalii ya Kimani, ambapo tuna usiku wa dhahabu kwenye vionjo vingi vya asili ya nyanda za juu kusini, vyakula vya nyanda za juu kusini, vinywaji vya nyanda za juu kusini, supu ya uyoga leo upo, ulanzi leo upo na vitu vingine vya ukanda huu wa kusini. Na hivyo tuna ngoma za asili ya nyanda za juu kusini na masimulizi ya jadi. Ile vijana kidogo wanaweza kusahau mambo yao ya mila. Pia leo tuna wazee wa nyanda za juu kusini watatoa mambo yale ya kijadi kwenye makabila ya huku kusini, kwa maana Uhehe, Ubena, Ukinga, Unyakyusa, Usafu, Usangu, Uwanji. Na hivi vile pia tulikuwa plani usiku pia kuwa na karaoke. Kuna vijana wetu ambao tunashirikiana nao jirani kwenye hizi wilaya na mikoa hii ambayo iko jirani na hifadhi hii, tunawaalika kwa maana kuja kuperform, kuonesha uwezo wao, kukutana na wadau. Lakini pia usiku huu tumeplan kwenye usiku wa dhahabu, tumeplan pia kuna tourism talks, maongezi ya kiutalii. Hapo tuna wadau pia tumewalika kutoka Arusha, kuna wadau tumewalika kutoka Zanzibar, na kuna wadau tumewalika kutoka maeneo ya jirani na mkoa hii kwa maana ya Songwe na Iringa. Kwa hiyo pia watakuwepo hapa tuweze kubadilishana mawazo yale ya kiutalii, kwa sababu utalii ni networking. Networking ni muhimu sana kukuza utalii kwa maeneo yetu. Kwa hiyo pia tumewalika na kile ambacho tutakifanya, lakini vile burudani ya muziki hatujaisahau pia nayo itakuwepo. Lakini kikubwa tulitaka watu wakija lazima wawe live duniani. Hatutaka watu wajifungie, lakini tulitaka wawe live